Haleluya, haleluya. Ninakusalimu mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu popote ulipo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine nzuri ya leo. Mbele yako ni mimi mtumishi wako, rafiki yako na ndugu yako, Mchungaji Daniel Kitua, nikikujia leo kwa ajili ya kipindi kizuri, kipindi moto moto kinacholetwa kwako na channel yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV. Channel hii ni channel muhimu kwa ajili ya kupeleka maarifa, kuleta habari za kiroho na habari zinazokupa ufahamu na kubadilisha mfumo wa maisha yako kiroho na kimwili. Makinika nami na ungana nami mpaka mwisho. Leo ninataka nikuletee sehemu ya pili ya makala yetu kuhusiana na Gen Z kama kizazi hatari ambacho kina mvutano wa kuharibu urithi wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi washirikishe wengine kipindi hiki, tupe mileage kwa ajili ya kusubscribe, kushare, kucomment na kulike vipindi vyetu. Mungu akubariki sana. Hebu kaa sasa katika mkao wa kuelewa. Tunapozungumza makala, tunazungumza maelezo marefu ya kisayansi na yaliyofanywa uchunguzi yanayokupa taarifa muhimu zinazoendelea katika ulimwengu huu wa sasa. Gen Z na mvutano wa kuharibu urithi wa dunia. Tukio la kizazi kuingia jukwaani hakuwezi kamwe kutengwa na ghasia, mvutano na mara nyingi hisia za kuharibu mfumo uliopita. Licha ya sifa wanazopewa za kuwa na uelewa wa hali ya juu wa kidijitali, kizazi Z au Gen Z kinatupiwa lawama ya kusababisha athari zisizotabirika na kuvuruga misingi ya kiuchumi, ya kijamii ambavyo vizazi vya zamani vilijenga kwa shida. Je, kizazi Gen Z wanaharibu dunia kwa makusudi au wanafanya tu kazi ya kihistoria ya kila kizazi ya kukataa mfumo usiofaa? Makala hii itachunguza kwa undani ukweli mchungu, matokeo yanayoshuhudiwa leo kama vile kuyumba kwa soko la ajira, migawanyiko ya kisiasa inayoendeshwa na mitandao ya kijamii na mabadiliko ya ghafla ya utamaduni. Sio matukio ya bahati nasibu, bali ni matukio ya moja kwa moja ya mtiririko wa urithi wa vizazi 12 vilivyotangulia, kuanzia mapinduzi ya viwanda hadi mdororo wa uchumi. Kila kizazi kimeweka bomu lake katika jamii na katika uchumi. Sasa Gen Z ndicho kizazi cha 13 kinachohitajika kulipua na kurekebisha misingi hiyo. Makala hii itaelekeza mtiririko huo wa kihistoria na jinsi Gen Z inavyokabili changamoto hizi. Tutachunguza kwa kina chanzo cha nguvu ya Gen Z ambacho hutokana na uwezo wao wa kuzaliwa katika ulimwengu uliounganishwa na akili bandia AI, na jinsi wanavyotumia nguvu hiyo kubomoa na kujenga upya viwango vya maadili na uchumi. Mwisho, tutachambua athari za kudumu za mienendo yao na namna dunia inavyoweza kushughulika na msukumo huu wa kizazi hiki ili kuhakikisha hatima endelevu ya dunia haikai katika machafuko. Nguvu ya kizazi na athari zake katika dunia. Nguvu ya vizazi na athari zake katika dunia. Vizazi si tu mgawanyiko wa kikalenda, ni nguzo maalum za kijamii na kihistoria zinazoakisi hatua ya mabadiliko ya muundo wa kibinadamu. Kila kizazi huwakilisha mchanganyiko wa uzoefu wa pamoja na mtazamo wa kipekee ambao huunda mwelekeo wa maendeleo ya dunia. Kifalsafa, kama anavyosisitiza Mfalme Suleiman katika Mhubiri sura ile ya 1 mstari wa 4, kizazi huenda na kizazi huja, bali dunia hubakia. Hii haimaanishi ulimwengu haubadiliki, bali inathibitisha kwamba kila kizazi huacha alama ambayo hutumika kama daraja au changamoto kwa maendeleo ya kizazi kinachofuatia. Nguvu ya kizazi inapatikana katika uwezo wake wa kuharibu na kujenga upya miundo ya kijamii, kiuchumi na kiteknolojia iliyopo. Namba 1, kizazi kama wachochezi wa mapinduzi ya kimuundo. Kuanzia karne ya 16, kila kizazi kimekuwa chombo cha mabadiliko ya kimuundo, structural
change. Vizazi vilivyoishi katika karne ya 17 na 18 vilichochea mapinduzi ya sayansi na uangazaji na vikaharibu nguvu ya miundo ya utawala wa kifalme na kuweka misingi ya kidemokrasia ya kisasa na utaifa. Baadaye vizazi vya karne ya 19 vilisimamia mapinduzi ya viwanda ambayo vilileta mfumo wa mtaji na migawanyiko ya kitabaka na kuacha alama ya kuwa na miji na miundombinu mikubwa kama reli na viwanda vikubwa. Athari yao haikuwa tu juu ya teknolojia mpya, bali katika kubadilisha jinsi watu wanavyofanya kazi, kuishi na kuandaa jamii mpya. Jambo la pili, kufafanua upya maadili na mamlaka ya kijamii. Kila kizazi kina nguvu ya kufafanua na kuandaa mabadiliko katika jamii. Nguvu nyingine ya kizazi ipo katika uwezo wake wa kufafanua upya maadili na mamlaka. Kizazi cha GI generation kilionyesha nguvu ya ushirikiano katika vita, kikaacha alama ya utulivu wa taasisi na ustawi wa kiuchumi, post war conscious. Huku kizazi cha baby boomers kilifuata kikitumia nguvu za kuhoji mamlaka yao yaliyowekwa, harakati zao za haki za kiraia na utamaduni wa kipingamizi, kikisukuma mbele ya ajenda za usawa, rangi na jinsia, na hivyo kuvunja vikwazo vya kijamii ambavyo vilizuia maendeleo ya kidemokrasia. Hiki kilionyesha kwamba vizazi hufanya kazi kama viingiza hewa vya jamii, vikiweka au kuondoa shinikizo kwenye miundo ya kizamani. Jambo la tatu, kizazi cha sasa kina ushawishi wa kidijitali na ugeuzi wa mwelekeo. Vizazi vya sasa, hasa vya millennials na Gen Z, vimeonyesha nguvu mpya, uwezo wa kuunganisha dunia kwa haraka na kubadilisha masimulizi, narratives, kupitia mifumo ya kidijitali. Wao huacha alama ya utandawazi wa papo kwa hapo na shinikizo la uwajibikaji wa kijamii kwa makampuni na serikali, wakitumia teknolojia kama silaha ya mageuzi. Mtazamo wao wa kupinga siha ya akili, mazingira na haki za binadamu hauathiri tu sera za umma, bali pia huweka mwelekeo wa soko na matumizi ya rasilimali. Nguvu hii huipa kila kizazi jukumu la kihistoria la kubeba na kuendeleza au kubadilisha urithi wa kimuundo uliokabidhiwa, na hivyo kuthibitisha kwamba kila kizazi kwa wakati wake ni nguzo muhimu katika mwendelezo wa historia ya ulimwengu. Ufuatao sasa ni mpangilio wa vizazi tangu karne ya 16 kama ifuatavyo. Mpangilio huu wa vizazi hivi unazingatia mabadiliko makubwa ya kijamii na kiuchumi yaliyojitokeza katika jamii za Magharibi, hasa Marekani na Ulaya, kwani huo ndio muundo unaotumiwa na wanazuoni wengi katika kutafiti na kufanya mambo mbalimbali. Kizazi cha kwanza cha vizazi vya karne ya 16 zinaitwa the lost generation, 1500 mpaka 1600. Vizazi vilivyopita mwanzoni mwa zama za uangazaji, enlightenment, na matengenezo ya kikanisa, reformation, harakati zao zilijikita katika kutafuta ukweli wa kimapinduzi katika siasa na dini, wakiacha alama za msingi za utaifa wa kisiasa na uhuru wa kiakili. Vizazi vya karne ya 17, the great awakening generation, 1600 mpaka 1700, walishuhudia mapinduzi ya sayansi na mwanzoni mwa ukoloni. Harakati zao zilikuwa za kiroho na kidini, zililenga kurejesha ari ya dini na wakaacha alama ya kuimarisha maadili ya Kiprotestanti ambayo yaliathiri sana utamaduni wa Magharibi. Kizazi cha tatu, kizazi cha the Republican generation, karne 1700 mpaka 1760. Kizazi hiki kilichotoa waanzilishi au baba au founders fathers wa Marekani. Harakati kuu ilikuwa kupigania uhuru wa kisiasa na kuunda serikali ya kidemokrasia, wakiacha alama ya katiba za kwanza za kidemokrasia na kufutilia mbali ufalme. Kizazi cha nne, kizazi cha wakati wa mpito, haleluya, the
Transcendence Generation 1760 na 1820. Kizazi kilishuhudia mapinduzi ya viwanda na kukua kwa haraka kwa miji. Harakati zao zililenga kuboresha maadili ya mtu binafsi na kukataa mfumo wa viwanda, wakiacha alama ya mwanzo ya harakati za kupinga utumwa na falsafa za mpito. Kizazi cha tano, kizazi cha vita ya wenyewe kwa wenyewe, the Civil War Generation 1800 mpaka 1860. Kizazi kilichogawanyika sana kutokana na masuala ya utumwa na muungano. Harakati yao kubwa ilikuwa kuweka au kubomoa muungano wa nchi, wakiacha alama ya kumaliza utumwa na kuzaliwa upya kwa Marekani kama taifa moja lisilogawanyika. Kizazi cha sita, kizazi cha ujenzi mpya. Kizazi cha ujenzi mpya 1860 hata 1880. Kizazi hichi kilishuhudia ujenzi mpya, reconstruction, na kukua kwa viwanda vikubwa, big businesses. Harakati zao zilijikita katika kukua kwa uchumi na mali, wakiacha alama ya miundombinu mikubwa kama vile reli na mwanzoni mwa dhana za mabepari wawekezaji, robber barons. Kizazi cha saba, kizazi cha maendeleo, the Progressive Generation 1880 mpaka 1900. Kizazi kilichopambana na matatizo ya mazingira na ufisadi uliosababishwa na Gilded Generation. Harakati zao zililenga mageuzi ya kijamii na siasa, wakiacha alama ya sheria za kudhibiti biashara na haki za wanawake. Kizazi cha nane, kizazi kilichopotea, the Lost Generation 1900 mpaka 1924. Kizazi cha kwanza kilichokabiliwa na vita kuu ya kwanza ya dunia na mdororo mkuu wa kiuchumi. Harakati zao zilijikita katika kukata tamaa na kutafuta namna ya maisha baada ya vita, wakiacha alama ya kuibuka kwa utamaduni wa jazz na vitabu vikuu vya kisasa kama Ernest Hemingway. Kizazi cha tisa, kizazi kikuu, the GI Generation au Greatest Generation 1925 mpaka 1945. Kizazi hiki kilichokabiliana na vita kuu ya pili ya dunia. Harakati zao kuu ilikuwa kupigana na kushinda ufashisti na unazi, na wakaacha alama ya kuanzisha Umoja wa Mataifa, ufufuo wa uchumi baada ya vita na misingi ya ustawi wa kimataifa. Kizazi cha kumi, kizazi cha Baby Boomers 1946 mpaka 1964. Kizazi hiki kilichotokana na kuwa na watoto baada ya vita. Harakati zao zilikuwa za kupinga mamlaka, anti-establishment, haki za kiraia na vita dhidi ya Vietnam, wakiacha alama ya mabadiliko ya kimapinduzi ya kijinsia na rangi, Civil Rights Act, na kuanzisha utamaduni wa rock and roll. Kizazi cha 11, kizazi X, Generation X 1965 hata 1980. Kizazi kilichokuwa katika vivuli vya Baby Boomers na kuongezeka kwa talaka na kufanya kazi kwa wanawake. Harakati zao zilikuwa za kujitegemea na kutokujishughulisha na siasa, wakiacha alama ya mwanzo ya teknolojia ya kompyuta na kuzaliwa kwa utamaduni wa grunge na biashara za kuanzisha startups. Kizazi cha 12, kizazi cha millennia, Generation Y, millennials 1981 hata 1996. Kizazi cha kidijitali na kilichokumbana na shambulio la 9 Novemba la mdororo mkuu wa uchumi wa mwaka 2008. Harakati zao ni kupigania haki za kijamii, mazingira na utofauti, wakiacha alama huku duniani. Kizazi kinachofuata ni kizazi cha 13. Kizazi cha 13 kinaitwa kizazi Z au Generation Z au Gen Z au Zoomers 1990
97, wengine wanasema 96 mpaka 1912. Kizazi kilichokuwa na simu za mahiri za mtandao ya daima, internet. Harakati zao zinalenga haki za binadamu na usawa wa kijinsia, siha ya akili na mazingira, wakiacha alama ya utamaduni wa meme, kasi ya habari na ujasiri katika kutumia majukwaa ya mtandao kuleta mabadiliko. Kizazi ambacho kitafuata baada ya Gen Z, ambacho ni wale waliozaliwa kati ya 2013 hata sasa, ambacho bado hakijaanza kazi kwa sababu wengi wako shuleni. Hichi kizazi kinatarajiwa, ambacho kimezaliwa kabisa katika ulimwengu wa akili mnemba ama AI na teknolojia ya hali ya juu. Harakati zao zinatarajiwa kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi na mgawanyiko wa kidijitali, na wanatarajia kuacha alama ya kuishi katika ulimwengu uliounganishwa kikamilifu IoT na kufanya kazi na AI kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hivi ni mtiririko wa vizazi na mambo walioyaacha tangu wakati ule. Urithi wa vizazi na mienendo ya kurekebisha mfumo. Katika uchambuzi huu au makala hii utathibitisha na kukuza dhana ya kuwa kila kizazi huathiriwa na urithi wa miundo na kiitikadi kutoka kwa kizazi vilivyotangulia, na kwamba nguvu yake kuu hutumika katika kuchakata na kurekebisha mifumo inayopingana na mahitaji ya wakati wao. Hili ni wazo muhimu katika sosiolojia na historia, likijulikana kama generation cycle au generation turnover. Jambo la kwanza, urithi wa vizazi. Kila kizazi hupokea mzigo wa kiutamaduni, cultural baggage, seti ya taasisi, teknolojia, kanuni za kijamii na matatizo ambayo hayakutatuliwa. Urithi huu si wa kimwili tu, bali pia wa kiakili na kiitikadi. Kwa mfano, kizazi cha baby boomers kilipokea urithi wa utulivu wa kiuchumi kutoka katika the Great Generation, lakini pia utaratibu mkali wa kijamii wa vita baridi. Kizazi cha millennials kilirithi mapinduzi ya kidijitali, lakini pia mdororo mkuu wa uchumi na vita visivyoisha duniani. Hivyo kizazi kinachokuwa huanza maisha yake kwa kuitikia, reacting kwa mafanikio na mapungufu ya urithi iliyopokea kutoka kizazi kilichotangulia. Jambo la pili, kila kizazi huwa kinachakata na kuleta utambuzi wa mazingira. Kizazi kipya kinapokomaa kufikia umri kati ya miaka 15 mpaka 25, hutumia uzoefu wake wa utoto na ujana unaoundwa na mazingira ya kipekee ya kiteknolojia na siasa kuanza kuchakata au kufanya process na kutathmini urithi walioupokea. Hatua hii ya uchakataji huzaa mienendo miwili mikuu ambayo kuhoji mamlaka, kuhoji au kukataa kabisa taasisi na mamlaka ambayo hayakutumikia vizuri vizazi vilivyotangulia. Kwa mfano, kutokuwa na imani kwa serikali au vyombo vya habari vya jadi. Kutafuta suluhisho jipya, kukuza zana za kiitikadi mbadala ambazo huonekana kuwa rafiki kwa wakati wao. Hapo sasa ndipo teknolojia hucheza jukumu lake muhimu, ikitoa fursa na kuvuka vizuizi vya zamani. Jambo la tatu, mienendo ya marekebisho na athari ya mfumo. Lengo la msingi la kila kizazi ni kurekebisha mfumo ambao haukukaa sawa au haukidhi mahitaji yao mapya ya wakati uliopo. Marekebisho haya yanaweza kuwa ya kiasi au ya kimapinduzi kama ifuatavyo. Athari za kazi, incremental impact. Kizazi kinaweza kubadilisha matumizi ya rasilimali au mifumo ya kazi bila kubomoa taasisi kuu. Mfano ni kuanzishwa kwa utamaduni wa remote work, kazi ya mbali na millennials, iliyoasisiwa na millennials. Athari za kimapinduzi, revolutionary impact. Huu hutokea wakati mfumo uliopo unakabiliwa na shinikizo la hali ya juu. Mfano ni harakati za haki za kiraia zilizochochewa na boomers ambazo zilibomoa mifumo ya ubaguzi wa kisheria. 4. Uchunguzi wa Gen Z, kizazi cha sasa. Kizazi Gen Z
ama kizazi Z kwa sasa kinafanya kazi yake ya uchakataji na urekebishaji kikiathiriwa na urithi wa mitandao ya kijamii, tishio la mabadiliko ya tabia nchi na mgawanyo mkubwa wa kiuchumi. Mambo ya msingi yanayozingatia hivyo huwa hatari yao ni pamoja na afya ya akili na maisha bora, kukataa utamaduni wa kazi kupita kiasi, hustle culture, au kusisitiza usawa wa kimaisha na kazi. Jambo la pili, uwajibikaji wa kijamii, accountability, kutumia majukwaa ya kidijitali kuweka shinikizo la papo kwa hapo kwa taasisi na viongozi kuhusu masuala ya mazingira na usawa wa kijinsia. C, uchumi wa kujitegemea, kutumia digital entrepreneurship kama vile kuuza vitu mtandaoni au content creation kama njia ya kuepuka miundo ya ajira ya zamani ambayo wanahisi haina usalama wa kutosha. Kwa kumalizia, kila kizazi kwa uhakika huja kama jibu la wakati wake, likitumia urithi walioupokea kama somo la kurekebisha na kuweka misingi wa maendeleo mapya. Kizazi kilichopo sasa, Gen Z, kinatumia zana za kidijitali kufanya mabadiliko hayo kwa kasi ya juu na muunganisho mkubwa, na hivyo kuunda hatua mpya kabisa katika historia ya mwanadamu na kuleta madhara makubwa kwa watawala na viongozi waliopo, wakijaribu kuhoji kila kitu na kutaka kupata majibu ya papo papo. Na ni kizazi kisichopenda uongo au kudanganywa, kwa maana kila kitu wanakichunguza kwa mfananisho wa dunia nzima. Basi ndugu yangu, rafiki yangu, tumeishia hapa katika makala yetu ya leo, episode ya pili. Tutakuja na makala nyingine, kizazi Gen Z na mnyeo wa kidijitali, jinsi unavyoharibu dunia na kuiwasha moto. Mungu akubariki sana. Baki ukiendelea kutafakari, endelea kutuunga mkono kwa kusubscribe, kushare, kucomment na kulike, huku ukijua ya kwamba huu ni wajibu wako wa kupata ufahamu, ili zinapokuja changamoto uweze kujua zimeanzia wapi, ziko wapi na zinakwenda wapi. Baki umebarikiwa, na usiache kunifuatilia katika episode ya 3 tutakayofafanua kwa makini sana kizazi cha Gen Z, chanzo chake, ni kwa nini leo wamekuwa na hiyo nguvu zaidi, pamoja na changamoto nyingi zilizopo. Tutagundua jinsi watoto walivyoachwa na wazazi na ikawa chanzo cha tabia mbaya tunazoziona leo katika kizazi hicho. Mungu akubariki, baki umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen, 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 amen.